Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV, mahali popote ulipo unapotazama hii kanda, hujambo? Natumai umzima ubuheri wa afya. Nami penye nipo hapa Nairobi kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ningependa kujua unatazama hii kanda ukiwa katika eneo lipi humu nchini katika taifa letu la Kenya. Ikiwa uko katika taifa letu la Kenya, nifahamishe tu ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ukiwa mataifa mengine tunashukuru pia, na tunaomba ukaweze kutufahamisha unatazama kutoka taifa lipi ili kujua watazamaji wetu wanatutazama wakiwa maeneo gani. Asante na karibu. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameonekana kumsaliti rais wa sasa William Ruto na kutuma habari mbaya Ikulu. Ni kipi hiki ambacho amefanya? Tutakuwa tunachanganua moja kwa moja, nitakufahamisha na alikuwa anazungumza kivipi, na kuna sauti ambayo naenda kuitumia, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Naomba kuiweka hewani kanda ya Raila Odinga tusikize vile ametuma habari yake kwa taifa letu la Kenya, haswa katika uongozi wa sasa hivi, kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, nashukuru sana. Lakini niko na ombi moja tu, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, mmekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, la kwanza tu na kuomba kiheshima ukaweze kutupea a like. Please, I'm requesting you utupe a like, ukipenda a thumbs up katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Na kadi weke kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante kwa kutii ombi langu na barikiwa. Karibu. Naomba tusikize kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga vile anazungumza, kisha baadaye nikirudi tuchanganue moja kwa moja. Tusikize Raila Odinga. Uchaguzi ambao umekuwa naita free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002. Hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua. Kwa hivyo mimi usiambie mimi nataka mimi nishinde. Mimi sashinda mara mingi. Sijatangazwa tu. Mimi najua sababu juzi tulikuwa nasema fungeni saba. Sio tufungeni saba. Maana tulikuwa najua ndani ya saba kuna ukweli. Walifungua. Raila Odinga vile amesema ya kwamba kwa uchaguzi zote ambazo zimefanywa chini ya kuwa na vyama vingi vya kisiasa, ama tangu tuwe na vyama vingi vya kisiasa humu nchini, uchaguzi ambao ulikuwa na uwazi ni wa mwaka wa 2002 peke yake, wakati marehemu mstaafu Rais Kibaki alishinda wakati huo. Kumaanisha 2007, 2013, 2017 na katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 amesema amekuwa akishinda, ila tu hakuwa anatangazwa. Kisha baadaye amesema ya kwamba kama kiongozi ambaye anadai kwamba alishinda, aliwahi kuomba server ya IEBC ifunguliwe na haikufunguliwa. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the sentiments made by ODM party leader Raila Odinga. Matamshi haya yanamaanisha nini politically? Point number 1. Raila Odinga kuwa katika serikali ya sasa ya mrengo wa Kenya Kwanza ako kule kwa haki kulingana na yeye. Kwa sababu gani? Ameamua kusema amekuwa akishinda tu, ni kutangazwa hajawahi tangazwa kama rais, na server haikufunguliwa. Huu naona ni kusaliti uongozi wa sasa, kwa sababu aliamua kuungana na serikali, na baada ya kukubaliana kufanya kazi ama kushirikiana pamoja kama viongozi wa UDA na ODM, hamna haja ya
kukumbuka yale ambayo yalipita, kwa sababu kwa Swahili walisema ya kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tuwe na mtazamo wa 2027 katika uchaguzi mkuu ambao utaandaliwa humu nchini. Ndio maana nikasema ni usaliti mkubwa kwa uongozi wa sasa, kwa sababu ako kule serikalini lakini bado anaendelea kusema ya kwamba alishinda kura. Huu ni usaliti wa kisiasa, kwa sababu yupo pale pale penye ana laumu. Kwa hivyo kuwepo kwa Raila Odinga serikalini ni haki, point number 1, kulingana na matamshi hayo, kwa sababu sasa hivi kuna mawaziri 4 ambao waliweza kupendekezwa kupitia chama cha ODM ambacho Raila Odinga anakiongoza na wako serikalini, akiwemo waziri wa fedha. Unajua ni wizara ambayo inaheshimika, ni wizara ambayo ina deal na pesa za Wakenya, ni wizara ambayo inaendesha shughuli zote za uchumi humu nchini. Mwenye anashikilia ni wa chama cha ODM ambaye ni John Mbadi. Kuna wizara ingine kubwa ambayo inaendeshwa na Opiyo Wandayi ya Kawi. Tunapotangaza hivi, kuna nguvu za umeme ambazo tunazitumia. Wala ambao wako na magari, wana fuel, mafuta, hayo yote yako chini ya wizara ya Kawi. Kumaanisha ni wizara nzito ambayo Raila Odinga ako nayo, kwa sababu mtu wake yuko pale. Wizara ya madini, aliyekuwa gavana katika kaunti ya Mombasa, Ali Hassan Joho, anaendesha wizara hiyo. Na Wycliffe Oparanya, cooperatives, ni wizara ambayo nayo inadili na hustle fund na mambo na masuala mengine. Kumaanisha kuwepo kwa Raila Odinga anaona ni haki, kwa sababu watu wake wako kule, na anadai kwamba aliweza akushinda katika uchaguzi wa 2007, 2013, 2017 na vile amesema yeye mwenyewe. Na tulisikia ya kwamba wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alipokuwa akihojiwa na Kameme FM, aliweza kufichua siri nyingine, akidai kwamba sasa hivi Raila Odinga is demanding 15 positions za permanent secretaries. Na kulingana na yeye, alisema ya kwamba amesikia fununu na amepokezwa habari kwamba amezawadiwa nafasi 10 za cabinet permanent secretaries. Kumaanisha kuna wale ambao wako uongozini ambao waliletwa na Rigathi Gachagua, ambao wanatarajiwa vile anadai watangolewa ili Raila Odinga kuwa accommodated in the government fully, kulingana na maelewano ya kisiasa. Na vile inaonekana Raila Odinga hawezi kusahau yale ambayo ameshuhudia kama kiongozi. Amekuwa akiwania kiti cha urais, na ni kiongozi ambaye amewania kiti hicho kwa muda mrefu bila kushinda. What do you think? Utaniandikia katika sehemu ya maoni kulingana na mtazamo wako. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Please usisahau kutupea a like. I'm requesting you to do so. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen. Kwaheri.